Mimi ni mwalimu Kraveri Mwanashura. Nimepambana kweli kweli na nirudishwa kazini. Barua zinatoka wizarani zinakuja hapa. Mkuu wa wilaya anaandika barua kwa munani, mrudishani mwalimu, asema amezeeka. Nipeni hela, wanasema huwezi kupewa. Kwa hiyo mkurugenzi barua zake ninazo. Mkuu wa wilaya barua zake ninazo. Katibu wa chama cha walimu barua zake nazo. Nachokuomba waziri mkuu, naomba unisaidie wewe kama hatua ya mwisho. Na kuomba unisaidie wewe kama hatua ya mwisho. Nipewe haki yangu. Maana alisharudisha kazini. Lakini mkurugenzi yuko wapi? Mnasema mzee amezeeka na hela mpi. Na hukumu ilishatoka kwamba mrudishe kazini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la mwalimu mstaafu Klaveri nalifahamu. Umechukua hatua gani? Samani kidogo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Alimbaka mwanafunzi na mwanafunzi akapata mimba. Alichofanya yeye akatoroka. Alivyotoroka hakurudi tena kazini. Utaratibu wa kumpeleka kwenye shauri la nidhamu kupitia tume ya utumishi wa walimu ukafanyika, akafukuzwa kazi kwa sababu ya utoro. Na hakurudi tena. Naomba kuwasilisha. Ndio taarifa ambazo ofisi ya mkurugenzi inazo. Mkurugenzi, unayo taarifa nzito sana. Wabakaji wanakaaga nje. Mkurugenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni taarifa ambayo nimeipata kwa sababu ndio nakuuliza, wabakaji wanakaa nje. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtu anabaka mwanafunzi anakuwa nje. Ndio taarifa ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu nilipewa. Umepewa na nani? Nilipewa na afisa utumishi wa halmashauri. Mbakaji, mtu aliyebaka mwanafunzi na akapata mimba, na ushahidi wa mimba, ushahidi wa mtoto na DNA, mpaka mtoto kapatikana, alafu yuko akatoroka tu, akaadhibiwa tu kwa kosa la utoro. Mheshimiwa Waziri Mkuu amenipa taarifa afisa utawala na utumishi wa halmashauri. Yuko wapi afisa utumishi? Yupo. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kesi hii nimeipata baada mimi kufika hapa, nimeambia mwaka 2023. Baada ya kufuatilia TSC ni kwamba huyu mwalimu aliajiriwa mwaka 1981. Swali, wewe umemlisha mwenzako Tangopori hapo. Mbakaji anakaa nje? Naomba nifafanue. Alivyoajiriwa mwaka 81 ikafika mbakaji anakaa nje. Kwa taarifa tulizonazo kutoka TSC, na huyu aliyehukumu kwamba arudishwe kazini ajui kuwa ni mbakaji. Hizo taarifa za kurudishwa kazini mimi sizifahamu, lakini kwa mujibu wa TSC mtumishi huyu wakati ametenda hilo kosa mwaka 87 wakamfukuza kazi. Alipofukuzwa kazi, tumeambiwa amefukuzwa kwa utoro. Nyinyi mnasemaje amebaka? Ni kosa lilokuwa nalo ni kosa la kubaka. Lakini kwa sababu lile ni kosa la jinai na yeye akawa ameondoka, kwa hiyo TSC wakamfukuza kazi kwa kosa la utoro. Na taarifa zipo. Yaani kosa la kubaka wakamfukuza kwa kosa la utoro. Kwa sababu alikuwa ametoroka badala ya kupelekwa kwenye vyombo vya sheria. Wenzangu, mmemuelewa? Mmeelewa? Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hebu lichukue hilo jambo, fuatilia hizo nyaraka. Hebu fuatilia hizo nyaraka na fuatilia huo uamuzi wa mwisho uliotolewa hapo. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimezipokea.